Katika kijiji kidogo cha Henley Valley huko Indiana, Marekani, mwaka 1890 alizaliwa mtoto aliyepewa jina la Haaland David Sanders. Maisha yake hayakuwa ya dhahabu wala mvinyo, hayakuwa ya harufu ya mafanikio wala faraja ya utajiri. Kwa hakika alikuwa mtoto wa familia masikini sana, lakini ndoto zake hazikuwahi kuwa masikini hata siku moja. Akiwa na miaka 6, Haaland alimpoteza baba yake ghafla. Ulimwengu wake mdogo kavunjika vipande vipande. Mama yake akalazimika kuacha kila kitu na kwenda kutafuta kazi ili aisaidie familia. Haaland akiwa bado hana hata meno yote, akaingia jikoni kuchukua jukumu. Akaanza kujifunza kupika, si kwa sababu alitaka, bali sababu maisha yalimlazimisha. Alipokuwa na umri wa miaka 7, tayari alikuwa anapika chakula kizuri chenye ladha ya pekee, jambo ambalo baadaye lingemletea umaarufu wa kipekee. Lakini wakati huo hakuna alikiona kipaji chake. Dunia ilikaa kimya kwa ndoto zake. Miaka ilivyozidi kusonga, Haaland alijikuta akipitia maisha ya taabu. Alifukuzwa shule akiwa darasa la 7, akaingia kwenye kazi ya mikono, akawa dereva wa treni, dereva wa basi, mchora mabango, muuzaji wa bima na hata kujiunga na jeshi kwa muda mfupi. Hakudumu kazini popote. Kila alipojaribu alikutana na kikwazo. Watu walimpuuza, dunia ilimwangalia kama mtu wa kawaida. Lakini ndani ya moyo wake Haaland alikuwa na moto wa kupika, moto wa kuonyesha ulimwengu ladha ya pekee ya kuku wake, moto wa kuthibitisha kwamba hata walioachwa nyuma wanaweza kuwa mbele. Ndipo mwaka 1930, akiwa na zaidi ya miaka 40, Haaland alifungua kituo kidogo cha mafuta barabarani huko Corbin. Kulikuwa na kitu kimoja kilichokuwa kikimletea furaha: kupika kwa wasafiri waliokuwa wanapita pale. Akaamua kutumia jiko dogo pembeni mwa kituo hicho, akiwapikia wateja wake kuku kwa mapishi yake aliyoyatengeneza kwa miaka mingi kichwani. Kuku wa viungo 11 vya siri. Alitengeneza ladha ambayo haikuwahi kusikika wala kuonjwa mahali pengine. Harufu ya kuku wake ilianza kuwavuta watu kama sumaku. Ujumbe ukaenea: kuku wa Sanders si wa kawaida. Wageni wakaanza kumiminika. Migahawa mingi ilishindwa kuelewa siri yake, lakini hakutoa formula. Alilinda kama dhahabu ya mwisho. Mwaka 1936, Haaland alitunukiwa cheo cha heshima na serikali ya jimbo la Kentucky. Alibadilika rasmi na kuwa Colonel Sanders, jina ambalo sasa limekuwa nembo ya kimataifa. Alianza kuvaa suti nyeupe, tai nyeusi, mavazi ambayo yangekuwa alama ya chapa yake hadi mwisho wa maisha. Lakini hata baada ya umaarufu huo mdogo, maisha yalimbana tena. Mwaka 1955, barabara kuu mpya ilijengwa ikapita mbali na mgahawa wake. Wateja wakapungua, biashara ikafa, na Sanders akavunjika moyo. Alikuwa na zaidi ya miaka 60. Wengi wangekata tamaa, wengine wangekubali kushindwa, lakini Sanders alikataa kuzikwa akiwa hai. Akaanza kuzunguka kutoka mji hadi mji akiwa na sufuria ya kuku na kichwa kilichojaa matumaini. Aliingia migahawani akijaribu kuwashawishi wamiliki wajaribu kuuza kuku wake, lakini alikataliwa tena na tena, zaidi ya mara 1000. Naam, zaidi ya mara 1000 alikumbana na kauli ya hapana. Lakini moyo wa shujaa haukubali kushindwa. Hatimaye mgawa mmoja ulikubali kuwajaribu kuku wake. Ndipo alipata haki ya kuuza kuku wake kwa jina la Kentucky Fried Kitchen, yani KFC. Migahawa ikaendelea kujiunga na jina lake likaanza kuchomoza kwenye ramani ya dunia. Miaka michache baadaye, KFC ilikuwa imesambaa kote Marekani ikiwa na zaidi ya matawi 600. Mwaka 1964, miaka michache baadaye, KFC ilikuwa imesambaa kote Marekani akiwa na zaidi ya matawi 600. Mwaka wa 1964, akiwa na umri wa miaka 74, Sanders aliuza kampuni hiyo kwa dola milioni 2, lakini aliendelea kuwa uso wa biashara hiyo hadi siku ya mwisho ya maisha yake. Alisafiri kote duniani kama barozi wa KFC akiwa na tabasamu, tai nyeusi na suti yake nyeupe iliyojaa hadithi.
Miaka michache baadaye, KFC ilikuwa imesambaa kote Marekani ikiwa na zaidi ya matawi 600. Ndipo mwaka wa 1964 Sanders akiwa na miaka 74 aliuza kampuni hiyo kwa dola milioni 2, lakini aliendelea kuwa uso wa biashara hiyo hadi siku ya mwisho ya maisha yake. Alisafiri kote duniani kama balozi wa KFC akiwa na tabasamu, tai nyeusi na suti yake nyeupe iliyojaa hadithi. Alifariki dunia tarehe 16 Disemba 1980 akiwa na miaka 90. Dunia ilimpoteza mzee aliyeishi kama kijana mwenye moyo wa kupambana hadi mwisho. Leo hii KFC ina zaidi ya migahawa 20,000 katika nchi zaidi ya 140 na sura ya Colonel Sanders bado ni alama ya ladha, juhudi na ushindi wa ndoto. Hadithi ya Harland Sanders ni simulizi ya mtu aliyeonekana wa kawaida, lakini ndani yake akawa na ndoto kubwa kuliko mlima. Ni hadithi ya mtu aliyekataliwa hadi akakaribia kujiua, lakini hakukata tamaa. Ni simulizi ya matumaini kila mtu anayepitia magumu, kwamba hata ukiwa umechelewa bado unaweza kufika. Ndoto haizeeki, mafanikio hayana muda maalum. Kinachotakiwa ni moyo wa kutokata tamaa. Kwa kweli Colonel Sanders hakupika kuku tu, alipika historia. Makala haya yameandaliwa na Yusuf Mpuma na yamesomwa kwako nami Abubakar Maalul, na hii ni Anwari TV.